Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia salio. Jinsi ya kuangalia salio ukiwa unatumia Airtel, ukiwa unatumia Tigo au Yas kwa sasa, ukiwa unatumia Vodacom, ukiwa unatumia TTCL, ukiwa unatumia Airtel. Zote nitaelekeza taratibu jinsi ya kuangalia salio. Kuangalia salio ni namna ambayo utaweza kuangalia umebakiwa na kiwango gani cha muda wa mawasiliano, iwe GB, iwe SMS au iwe dakika, zote utaweza kuangalia. Mfano, umejiunga na kifurushi cha aina yoyote cha mtandao wote, labda mfano hata kama ni pocket wifi, hata kama ni router ya mtandao wote ule, Tigo, TTCL, Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, zote. Ukibonyeza hii namba itakuletea vifurushi ambavyo umejiunga, muda wa maongezi, yani dakika ambazo upo nazo, na pia salio lililobaki kwenye simu yako. Sasa tuende step kwa step. Mfano, iwe unatumia mtandao wote. Mfano, mimi hapa juu natumia Yas ambayo ni zamani Tigo, pamoja na Vodacom Tanzania. Sasa inawezekana unatumia Halotel, inawezekana unatumia Airtel, au inawezekana hata TTCL pia. Moja kwa moja unapandisha hapa, moja kwa moja utatafuta sehemu ya kupiga simu. Mfano, natafuta simu ambapo unatumia kuwapigia watu simu. Naangalia hapa, naona hapa hamna. Naangalia ukurasa wa pili, naangalia naona hii hapa. Mimi kwangu inaitwa phone, hii hapa. Ila wewe inaweza ikawa inaitwa call au inaweza ikawa inaitwa jina lingine yote, lakini 98% inakuwa na kipicha kama hiki hapa. Moja kwa moja unagusa hiki picha. Baada ya hapo, baada ya kugusa hiki picha, unaangalia hapa. Sasa hapa nitakupa kodi ambayo utaweza kuangalia salio hata kama unatumia simu ndogo. Mfano, mimi nitaanza na Tigo ambayo ni Yas. Yas ni namba 1. Nitapiga *102 leli. Baada ya hapo *102 leli, nadhani unaiona hapo. Baada hapo mimi nitaanza na Yas. Basi nitabonyeza hapa Yas. Baada ya hapo nitapiga Yas. Itarani hapo, unaona USSD code, kisha italetea hapa salio lako hiyo hapo. Okay, basi mimi naachana nayo hii message, naachana nayo. Nitasubiri kama dakika 2. Utaona umeona kuna message imeingia, kwa hiyo mimi narudi nyuma. Baada ya hapo nashusha hivi chini, unaona hii hapa message, basi mimi nitaigusa. Baada ya hapo ukiangalia kwa hapa chini utaona imeletea ujumbe, na hapa kuna view all, basi mimi nitabonyeza view all. Italeta maelezo namna hii, umeona hiyo hapo, itaonyesha salio lako hilo hapo, kila kitu na message na kila kitu kwa ujumla. Hiyo ni kwa Yasi. Sasa hebu tuende kwa Tigo. Mnaingia hapa kwenye call tena. Hii hapa call. Sasa hivi nitaangalia kwa kupitia Vodacom. Basi nitapiga tena *104. Umeona *104 leli. Baada ya hapo kwa Vodacom nitapiga *102 leli. Umeona hapo. Baada hapo utabonyeza button ya kupiga. Baada hapo nitabonyeza Vodacom. Umeona itaniletea hi Leonard, ndugu mteja, maongezi hapo, kifurushi chako ni dakika 67, nadhani umekiona. Nitakaa kwa muda, nitapiga hapa okay. Nitakaa kwa muda. Umeona, nasubiri.
Umeona? Bado nasubiri kidogo. Umeona? Baada hapo itakuja message. Hapa nikishusha chini hapa notification, kuna message hii hapa, basi mimi nitaibonyeza. Umeona message ni kutoka Vodacom, nitaibonyeza. Baada ya kuibonyeza, nikiangalia kwa chini kabisa hapa itaniambia ndugu Leonard, salio muda wa maongezi akaunti hiyo hapo ni $0, ila dakika umeona na dakika 67 na sekunde 40 mitandao yote na SMS 805. Hapa chini itanielezea muda wake, itaniambia kifurushi chako, nadhani unaona kifurushi chako hiyo hapo, mitandao yote hiyo hapo kitaisha tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2026. Ndio muda ambao kifurushi hiki kitaisha. Umeona? Na hiyo ni hatua za jinsi ya kuangalia salio lako la kifurushi, salio la muda maongezi, salio la MB, salio la bundle la internet. Yote hivyo ndo jinsi ya kuangalia. Karibu sana, usiache kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.